Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, leo Ijumaa Novemba 14 amemwapisha Dr. Mwigulu Nchemba kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla iliyofanyika katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Katika hotuba yake mara baada ya uapisho, Rais Samia amesema kuwa uteuzi wa Dr. Nchemba umetokana na mchakato wenye ushindani mkubwa uliopima sifa na uwezo wa viongozi mbalimbali waliowania nafasi hiyo. Aidha, amesema vigezo vilivyotumika vilijikita kwenye uwezo wa kutumikia taifa pamoja na wananchi, akibainisha kuwa Dr. Nchemba aliibuka na sifa zinazohitajika kwa ajili ya kuongoza shughuli za serikali. Vilevile, Rais Samia amekumbusha kuwa serikali ya awamu ya 6 ina ahadi nyingi kwa wananchi kupitia kampeni ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 na kwamba muda wa kutekeleza ahadi hizo ni mfupi. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao. Na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambayo sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyu. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila laheri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakia kila laheri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia
tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la kheri. Asante sana. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.